Mambo vipi? Mimi naitwa Teni GB Kibu Kibuta na hii ni Hizmap Media, Hizmap TV. Leo tumeamua kumtembelea mdada ambaye anajihusisha na mambo ya urembo, saluni, anaitwa Precious Beauty Saluni. Tumefika hapa kwa lengo la kuweza kupiga naye story, lakini pia ni mshindi, ni mmoja wa washindi ambao walipata tuzo kutoka kwa Mwanamke Chuma, na alipata tuzo kwenye kipengele cha Mwanamke Chuma saluni bora ya kike. Sisi wana Hizmap tumeamua kufika. Sisi ni kina nani? Tumeamua kufika tuweze kupiga naye story, atueleze kiurefu maisha yake, Haris mpaka hapa alipofika, biashara na majukumu mengine ambayo anafanya. Mimi naitwa Teni GB, hii ni Hizmap Media, Hizmap TV. Yes, of course bana, tumefika hapa kwa Precious, na Precious mwenyewe tuko naye hapa. Pembeni yuko na tuzo yake. Nikiona tuzo naona ina madini mengi, nzito, kigoldi fulani hivi. Hongera bana. Asante, nashukuru Mungu. Bana, tumeanza mwaka katikati, ndo tuko miezi ya kwanza, lakini naona mafanikio yameanza kuonekana. Kwa kweli Mungu ni mwaminifu. Okay, tutafika mpaka kwenye tuzo. Mimi nataka tuanzie hapa. Watu wanakufahamu kama Precious Beauty Saluni. Natamani kujua majina yako kamili ni yapi? Majina yangu kamili naitwa Happiness Seba Bilakwate. Yeah. Okay, wewe ni mzaliwa wapi? Mimi ni mzaliwa wa Cherwa. Cherwa kule kuna Wanyambo. Lakini mama yangu mimi ni Mchaga. Kwa hiyo nimechanganyika. Kwa umechanganyika. Mchaga na Mnyambo. Okay, elimu yako? Elimu yangu mimi na masters ya monitoring and evaluation. Okay, umeolewa, familia? Natamani kufahamu. Nina ndoa ya mume mmoja na mke mmoja ya Kikristo, ambao nilifungia Roman Catholic mwaka 2008. Okay, sawa, hongera. Umeingia kwenye haya mambo ya urembo, una saluni kali, kwa jinsi nilivyofika hapa nimeiona, na hii ni branch tu, na kama tulivyopiga story uliniambia una branch nyingine kubwa tu ambayo ni kubwa kabisa kuzidi hii. Natamani kufahamu nini kilikusukuma wewe kuingia kwenye urembo? Nini kilikusukuma wewe mpaka ukafika kuanzisha kufungua saluni? Asante. Kwanza mimi napenda urembo, na tangu zamani nilikuwa napenda yani niwe na biashara inayohusika na vitu vya urembo. Na baada ya kuhamia Karatu Arusha, nilifanya research kadogo ule mji, nikaona kuna kila sababu ya kufungua saluni nzuri yenye huduma zaidi ambazo zilikuwepo, na kutokana na kwamba kule kulikuwa ni mji wa kitalii, basi nikaamua kufungua saluni. Ilikuwa ni mwaka 2012 ndipo nilipoanza hii biashara ya urembo. Okay. Yeah. Mimi natamani kujua, of course ndio umeanza biashara ya urembo. Nini kilikusukuma kabisa ukaona niachana vingine ila saluni? Ila urembo. Kwa sababu napenda. Unapenda? Okay, kitu ambacho ninakipenda ni kiko kwenye damu. Kama passion hivi. Wow. Na sio tu hii, na mambo yangu mengi ambayo yani ndani ya saluni, labda tunasuka, tunapamba maharusi, sijui tunafanya hiki, tunafanya hiki. Yani nina plan. Unajua plan huwa unabaki nazo Yeah, alafu baadaye zikija kuachieve ndo unaziweka wazi. Kwa hiyo nina tutakuja kuongea, nitakwambia. Okay, lakini sitaki kuiweka kwenye nani hapa, lakini kiukweli nina mambo mazuri makubwa, na muomba tu Mungu awe na mimi katika mipango yangu. Okay, sawa. Lakini yote hiyo mipango inahusiana na urembo. Okay, sawa. Yes. Umeniambia umeanza mambo ya urembo, mambo ya saluni 2012. Kuachana na issue ya saluni, una kazi gani nyingine ambayo unaifanya? Unajishughulisha? Mimi ni mtumishi wa umma. Okay. Nje ya saluni ni mtumishi wa umma. Okay, sawa. Yeah. Mtaji wako wa kwanza kuupata kuanzisha saluni ulikuwaje na uliupata vipi? Mtaji wangu wa kwanza nilikuwa nafanya saving. Okay. Mshahara. Na ugawa na save, na ugawa na save. Basi ilipofika wakati nikaanzisha hiyo saluni, na Mr. akanisupport kidogo, lakini kiasi kikubwa ni saving. Okay, ugumu ulikuwa wapi wakati unaanzisha? Hakukuwa na ugumu kiukweli, kwa sababu kila kitu ni capital. Kama tayari nilikuwa na capital, sikupata ugumu ule wa kusema kwamba hii ilikuwa ni changamoto kubwa, hapana. Hilo ndo nalomshukuru Mungu. Branch yako ya kwanza kuanzisha unasema ilikuwa ni Karatu? Ni Karatu. Na Karatu kwenyewe sikuanza kwenye huo ukubwa ambao sasa hivi unaoonekana. Ndio. Nilianza tu kikawaida. Yani of course nilipata chumba ni kikubwa zaidi ya hiki, lakini nilianza kikawaida, lakini Mungu alinionekania sana. Kwa sababu ilivuma ndio. Na ilifanya vizuri kwa kweli. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Ndivyo sasa kutokana na kule kufanya vizuri nikawa naboresha
mara kwa mara naboresha paka hapo sasa ilipofikia. Okay, sawa. Yeah. Kwa Kahama nini ambacho kilikufanya ukaanzisha branch huko? Yeah. Mimi nina ile nani, simekwambia mama Mchaga, nina kale ka Uchaga kakupenda kutafuta, sawa? Kwa hiyo Uchaga wapambanaji. Yes, unajua tunapoanza maisha tunaanza labda usichana, tunakuja tunaolewa. Ndio. Familia inakuwa, unapata watoto na mahitaji yanaongezeka. Kwa hiyo sasa lazima tujiongeze kama wanawake. Kwa hiyo unakuta ukikaa sehemu, pamoja na kwamba wewe ni mtumishi wa umma, si dhambi ukaanzisha biashara ambayo ni halali, sio hizi haramu, ambayo inakupa kipato cha ziada. Kwa hiyo sasa ndio hivyo ni kama ambavyo nilifanya Karatu na hapa nilifika, kwa sababu nikiangalia nikikompea Karatu na Kahama, ndio naona hapa ni pakubwa sana na population iko juu. Kwa hiyo sasa nikasema kwa nini na hapa nisifanye kitu? Nikaona niende moja kwa moja nifanye kama kile ambacho tayari na experience nacho na ninakipenda. Okay. Kwa nikaamua kufungua branch. Okay, sawa, hongera. Kwa toka ulifungua muda gani kwa hapa Kahama? Ilikuwa ni mwaka gani? Kahama nimefungua July this year. This year, okay. Hongera. Natamani kufahamu mafanikio yamekuwa ni makubwa, na kwa muda ambao umefungua mafanikio yamekuwa makubwa. Natamani kufahamu tu ugumu wa hapa, challenge hapa Kahama, saluni yako na saluni zingine. Challenge unaona ni nini? Challenge. Yani challenge ambayo naweza kusema ni challenge labda ile kwamba kibiashara, kikawaida unapofungua biashara, yani mwanzo unakuwa ni mgumu kutokana na kwamba biashara inakuwa bado haijafahamika. Lakini kadri unavyoenda na unatumia mitandao vizuri kwa ajili ya kupromote biashara yako, unapata wateja, mmoja akitoka akihudumiwa vizuri anamwambia mwingine, unamtanguliza Mungu mbele, mambo yanaenda. Okay. Kwa hiyo challenge kubwa ni kwamba unapoanza biashara, kwenye akili yako ujue kwamba mwanzo huwa ni mgumu. Kwa ile miezi ya mwanzo unaweza ukawa unaokota tu, napata wateja 2, 3, 4 hivyo tunasonga, na kuna siku labda upati, lakini sio kitu cha kukufanya wewe kukata tamaa, kwa sababu siku zote mwanzo wa biashara ni mgumu, kwa sababu si kwamba haina wateja wapo sana, na kama tunavyosema population iko juu, hatuwezi kuwahudumia watu wote kabisa. Umeona Kwa hiyo lakini the way you promote your business ndio the way the more you get customers. Okay, sawa. Umeniambia ni mtumishi wa umma, lakini pia una business. Una handle vipi biashara yako ya saluni, utumishi wa umma na familia? Asante. Kwenye ni kujipanga tu, kila kitu ni namna ya kujipanga. Kwa mfano, kwa upande wa kazi, unafahamika mtumishi wa umma, unatakiwa uende kazini muda gani, unatoka muda gani. Kwa hiyo unaheshimu ule muda wa mwajiri, unautumia effectively, unamaliza majukumu yako ya mwajiri. Unapopata nafasi una make sure unakuja sasa kwenye biashara yako, unautumia ule muda. Kwa mfano mimi nikitoka kazini naweza nikakaa hapa mpaka saa 4 ndio nikaenda nyumbani. Okay. Kwa hiyo unautumia huo muda vizuri. Lakini naweza nisiwe nakuja kila siku. Kwa ndio maana tunakuwa tunaweka msimamizi ambaye yeye ndio atakueleza kila kinachoendelea ndani ya ofisi kama manager. Kwa hiyo sasa kwa nini hauji kila siku? Lazima ugawe na muda wa kukaa na familia pia. Uangalie na familia kinaendaje. Kwa hiyo kila kitu ni namna ya wewe utakavyojipanga na mambo yote yanaenda vizuri. Okay, sawa. Umezungumzia kitu kinaitwa muda. Sisi kama wana Eazmap tunapenda kupresent kile ambacho kiko mtaani. Na mtaani maneno mengi yanazungumzwa na vitu vingi vinazungumzwa. Moja ya kitu ambacho kinaongelewa sana kwenye familia, migogoro mingi ambayo inatokea, chanzo pia huwa ni saluni. Wadada wanaenda kusuka, wanachelewa kurudi kwenye familia zao. Migogoro lazima iwepo. Kwa wewe una handle vipi wateja wako wakiwa wanakuja kusuka? Kwanza kabisa mteja anapofika, kuna staili nyingi za kusuka. Kuna staili zinachukua masaa 2, 3, kuna staili zinachukua masaa 4, 5. Yani inategemea na staili unayochukua. Kwa hiyo hili swala la muda si la mimi tu, linapaswa kuwa na la mteja pia, kwa sababu kila mtu na familia yake na anavyojua. Unajua kuna watu unakuta kwenye familia wanawivu sana. Yeah, of course. Unaweza kukuta kweli wewe ni kweli uko wapi? Uko saluni.
lakini kutokana na ule wivu tu mtu akakufikiria labda kuna sehemu nyingine umepita, kwa nini umechukua masaa yote. Lakini urembo unahitaji muda wa utulivu ili mtu apendeze. Kwa sasa hili tushirikiane kwa upande wa mteja na mimi ambaye ni mfanyabiashara wa saluni, kwamba tayari anaijua situation ya nyumbani, basi afike on time, na kama anahitaji labda style ambayo hai take time ataambiwa na wale wanaomhudumia ili kuweze mambo yaweze kwenda vizuri kwenye familia, kusilete mkwaruzano. Lakini tunajitahidi sana kwenda na muda, na wakati mwingine kutokana na wateja wakizidi huduma, mtu akija akisema ana haraka, basi anashambuliwa hata na wahudumu hata 2 3 ili aweze kuwahi. Hapa saloni kwako sasa hivi una wafanyakazi wangapi? Hapa sasa hivi mimi na wafanyakazi 4. Mmoja ni mgonjwa, kwa hiyo wamebaki 4, walikuwa 5. Okay. Jambo jingine ambalo nimekutana nalo mtaani, kwenye hizi saluni za kike kuna wafanyakazi wa kiume. Wengi wao wanaofanya kazi kwenye hizi saluni za kike wanawaibia wanawake huko, wanaume wao huko mtaani. Yani kwamba mwanamke akija kufanyiwa issue yote ya urembo saluni, akikutana na mfanyakazi wa kiume, lazima kuna namna kama anafanywa kama labda kutongozwa maybe. Nyie mna handle vipi hiyo situation kwa wafanyakazi wenu? Kwa kweli hapa huwa ni nidhamu, na huwa tunaweka vikao kila mwezi, kila mwisho wa mwezi tuna kikao cha staff. Kwa hiyo tunaendelea kukumbushana uadilifu na kujua kwamba kila mtu amekuja kufanya kazi, not otherwise. Kwa hiyo heshima ipo na tunaendelea kumanage na kumaintain hiyo heshima iendelee kuwepo. Kwa hiyo kila mtu anajua wajibu wake hapa. Ikitokea hayo mambo hapo, nafikiri sasa ni changamoto si kwa mfanyakazi tu, na huyo mwenyewe aliyekuja. Sasa tabia mtu uwezo ukainani control. Umeelewa? Lakini kwa sisi hapa tuko vizuri. Nidhamu ya kazi, kuanzia usafi, namna ya kumpokea mteja, kuheshima kwa mteja, namna ya kuheno, kwa sababu hapa panaingia watu wote. Panaingia warika lao, panaingia watu wazima. Hivyo lazima uwe na welcome face. Yani mtu anapokuja, wewe kama una mood zako huko umeamka nazo, ziache kule mlangoni. Hapo umeingia kazini. Welcome face kwa wateja ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo mpokee mteja kwa furaha, kwa smile, muhudumie vizuri, yani make sure kwamba mteja mpaka anaondoka ameridhika. Na wengi wanaridhika mpaka wanawapa tip. Nice. Familia inakusupport vipi kwenye issue zako, kwa mfano kama saluni, lakini pia kazi yako ya umma? Familia kwa maana ya baba anakusupport vipi, au tuko nyuma? Babangu ni mshikaji sana, Mzee Seba. Ni mshikaji wangu sana, nampenda babangu. Ni mtu ambaye kila wakati ananiulizaga naendeleaje kazini, vipi nini. Akiona hata kitu labda kimekaa hivi, utaona anakushauri, anakuambia hiki hapana, nenda kwa hivi hivyo yani. Lakini kakaangu ni mtu ambaye anampenda sana Mungu, ananiombea, ananibeba sana. Anaitwa Mheshimiwa Innocent Bilakwati. Ni kaka ambaye ananibeba sana kwa maombi sana. Kwa hiyo mimi napata msaada wa kimwili, kiroho, kifedha kupitia kwa mume wangu pale ninapokwama. Kwa hiyo namtukuza Mungu kwa ajili ya mume wangu, kwa ajili ya kakaangu, kwa ajili ya babangu, mama yangu sasa. Mama yangu yeye ndo manager sasa pale Karatu, ndo ananisimamia. Anaisimamia. Ukiwa kama haupo hivyo, si ndio? So nikiwa kama haupo, sinshahama kule. Ushahama kabisa. Kwa mimi nikienda ni kwa ajili ya kupitia, kuona mambo yameendaje, kuboresha wapi hivyo na kurudi, lakini I'm very comfortable kwa sababu mama yuko pale na ananisimamia. Sawa.